Haleluya, haleluya, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hongera kuingia mwezi wa 10, na ni neema tu ya Mungu kufika mwezi mpya huu wa 10, tukiwa tunaelekea kabisa mwishoni mwa mwaka huu wa 2025, na tukiwa tuko kwenye upako sasa wa Omega. Maana Mungu wetu ni Alfa na Omega. Tunakuwa naye tunapoanza mwaka na tunakuwa naye tunapomaliza mwaka. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Na siku hii ya leo nimeona ni vyema nije na baraka za mwezi wa 10, mibaraka ya mwezi wa 10. Na kabla hatujakwenda kuanza, na tumshukuru Mungu. Mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejawa utukufu wako. Mfalme wa falme, tusaidie tunapokwenda kulisikia neno lako, tufundishe na useme nasi kwa lugha tutakayoielewa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu unayelituma neno lako lituponye na litutoe kwenye maangamizi yetu. Karibu Roho Mtakatifu, uyatwae yaliyo ya Kristo na kutupasha habari, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amen. Haleluya. Mpendwa wangu, siku hii ya leo tutakuwa na ujumbe ambao umesemwa mibaraka ya mwezi wa 10. Namba 10 katika Biblia inaonyesha ukamilifu wa kiungu, ukamilifu wa mambo ya kimungu. Chochote Mungu ambacho alitamani kukikamilisha kwa watu wake kilikuwa na namba 10. Alipowapa amri watu wake, zilikuwa ni amri 10. Mungu aliwapa amri 10, au ametupa amri 10. Wa talanta alipewa talanta 10. Tumeingia kwenye mwezi ambao Mungu anataka kuyakamilisha. Sifahamu, lakini huenda kuna mambo yameenda ndivyo sivyo tangu umeanza mwaka huu. Mwezi wa 10 Mungu anayakomesha. Mwezi wa 10 kama ni mapigo yanakamilika, na mwezi wa 10 unakuwa ni mwezi wa kutoka, ni mwezi wa kukamilishwa vipimo vyako na kuanza kuchanua kwa upya. Kwa namna hiyo basi, nimeona niwe na baraka 4 kwa ajili yako. Niombe baraka 4 kwa ajili yako katika siku ya kwanza ya mwezi wa 10. Haleluya. Ni neema iliyoje. Unaanza mwezi saa 9 saa ya kusari, saa 9 ya kwanza ya mwezi wa 10 tunaianza kwa baraka. Baraka ya kwanza nayo kuombea kwa Mungu, Bwana akutegemeze kwa roho ya wepesi. Zaburi sura ya 51 na ule mstari wa 12. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Mpendo wangu, neema ya Mungu imekupa kuingia mwezi wa 10, na kwa kuingia mwezi wa 10, maombi yangu kwa Bwana, Bwana akutegemeze kwa roho ya wepesi. Kuna namna ambavyo kuna roho inakuwa nzito, ambapo unapata mawazo ya kufanya na huyafanyi.
Kila ukitaka kuinuka unaona kana kwamba nitafanya kesho. Unakuwa na roho ya kuahirisha, unaahirisha mambo. Tangu mwaka huu umeanza hata sasa, yako mambo ulipaswa umeyakamilisha kitambo, lakini kuna uzito ndani yako, kama magari ya Wamisri ambayo Mungu aliyafanya yaende kwa uzito. Umekuwa unaenda kwa uzito. Mwezi wa 10 Bwana nataka aumalize huo uzito ulio nao. Pastor, kila wakati unapanga utaanza kwenda kushuhudia, kila wakati unapanga utaanza kutembelea watu wako, lakini umekuwa na uzito wa kuanzisha biashara, uzito wa kuenda kufanya application. Umekuwa na uzito mpaka kila wakati unajikuta uko out of time, kila wakati unajikuta haufanyi pasavyo. Uzito umekuwa mzito, na Mungu hapendezwi na uzito, hapendezwi na watu wanaochelewa. Ndio maana hata ibada unachelewa, ukiambiwa vikao unachelewa. Kuna namna ambavyo umekuwa na roho nzito. Katika mwezi huu wa 10 Bwana akutegemeze kwa roho ya wepesi. Haleluya! Roho ya wepesi kae juu yako mwezi wa 10. Bwana akuachirie kwa roho ya wepesi katika jina la Yesu Kristo. Ule uzito ambao adui ameuweka kwenye maisha yako, ule uzito wa kufanya maamuzi, ule uzito wa kuchukua hatua ambao umekaa kwenye maisha yako, katika jina la Yesu, kwa neno hili la Zaburi tumwambie Bwana, nitegemeze kwa roho ya wepesi. Bwana, nitegemeze kwa roho ya wepesi, roho ya wepesi, roho ya wepesi kwenye vitabu kuviandika, roho ya wepesi kwenye kuanza biashara, roho ya wepesi iachiliwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Kataa hiyo roho nzito, kataa hiyo roho nzito. Bwana akuvishe miguu yako utayari, uwepesi, uwe mwepesi wa kuinuka, uwe mwepesi wa kwenda, uwe mwepesi wa kukimbia katika jina la Yesu Kristo. Mungu anayo historia ya kuwapa watu wepesi. Aliwahi kumfanyia wepesi ndugu yetu Elia akiwa anaomba kwenye mlima wa Karmeli ili mvua inyeshe. Biblia inasema akamwambia Ahabu, tangulia, maana mvua isije ikakuzuia. Na baadaye kidogo baada ya Ahabu kwanza kwenda na farasi wa kifalme kwa kasi, mvua ilipoanza kunyesha, Biblia inasema roho wa Mungu akamtia nguvu Elia, akakimbia akatangulia kufika Yezreeli. Elia alipokea wepesi kutoka kwa Bwana, alitiwa wepesi kutoka kwa Bwana. Divine speed ikawa imeachiliwa, kasi ya kiungu ikawa imeachiliwa. Mwezi wa 10 kuanzia tarehe hii ya kwanza, ninaomba kasi ya kiungu iachiliwe kwenye maisha yako. Kasi ya kiungu, uende kwa kasi. Yale yote ambayo uliyapanga kuyafanya mwaka huu na bado hujaanza kuyafanya, umekuwa na visingizio vingi, lakini leo Bwana anasema tunapoanza mwezi huu upokee kasi ya kiungu, divine speed katika kila jambo utakalolifanya. Divine speed, let the divine speed be your portion. Uende kwa kasi, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Isaya ya kwamba vijana watazimia na kuchoka, lakini hao wanaomngojea Bwana. Mpendo wangu, umemngojea Bwana. Kwa vile tu umemngojea Bwana, sikia neno la Bwana, upokee nguvu ya kwenda kwa miguu bila kuchoka, upokee nguvu ya kukimbia bila kuchoka, upokee nguvu ya kupaa kwa mbawa kama tai. Bwana aachilie nguvu kwenye maisha yako. Receive the divine speed. Pokea uwezesho wa kiungu katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa uzito wa kila namna, tunakataa roho za kuahirisha za kila namna. Kila wakati umeahirisha, nitafanya kesho, kesho haifiki.
Kila siku unasema kesho, kumbe umefungiwa roho ya uzito, umefungiwa roho ya bumbuazi, umefungiwa roho ya bumbuazi. Adui anataka uendelee kubaki kwenye hilo eneo kwa habari ya hayo maono ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wako. Nisikilize mtu wa Mungu, huhitaji mtaji kuyapendea maono. Maono uliyo nayo ndio yataleta mtaji. Mtaji hautaleta maono, ila maono yataleta mtaji. Ishike hiyo. Maono ndiyo yataleta mtaji, na sio mtaji utakayoleta maono. Anza kuinuka na maono ulio nayo. Una nini mkononi mwako? Ninayo fimbo. Anzia hapo ulipo. Kuna vijana wanataka kufungua makampuni, anasema ngoja nipate mtaji. Nikimuuliza, hivi hata hiyo 30,000 ya kwenda kusajili jina BRELA na yenyewe haipo? Lakini unapotaka kufanya jambo, anza na hatua ndogo ndogo, anza na hatua moja moja, anza kusonga mbele. Kataa kukaa hapo ulipokaa muda mrefu. Mwezi wa 10 unapaswa kuinuka. Ninamkumbuka Bwana Yesu alipomwambia yule kijana talita 10, maana yake kijana, na kuambia inuka. Huu mwezi wa 10 uwe mwezi wa kuinuka. Ninakutuma kwa jina la Bwana wa majeshi, mahali ulipo, mambo yale ambayo ulikuwa panga na umekaa unategemea ya kufuate hapo ulipokaa. Pokea uwezesho wa mwezi wa 10. Pokea uwezesho wa mwezi wa 10. Usikie ndani yako kuinuka, usikie ndani yake kupata kasi, usikie ndani yako kuinuka. Inuka, maana shughuli hii inakuhusu wewe. Uwe na moyo mkuu kaitende, na sisi tuko pamoja na wewe. Sikia hili neno la Mungu. Ukiliamini neno la Mungu na ukainuka na kwenda kufanya, utakuwa ndio mwisho wa kukaa, utakuwa ndio mwisho wa kukosa hela, utakuwa ndio mwisho wa maisha hayo ya kuishi kichanga, utakuwa ndio mwisho wa maisha hayo ya kuishi kinyonge, utakuwa ndio mwisho wa maisha hayo ya kukaa kiunyonge, kuto kuchukua hatua. Bwana anakutaka uchukue hatua. Bwana anakutaka uanze kwenda. Ndio maana alimwambia Musa, mbona wananililia mimi? Waambie wasonge mbele. Ni Mungu wa kusonga mbele, ni Mungu wa kusonga mbele, ni Mungu wa kuinua watu. Ndio maana anawainua wanyonge kutoka mavumbini, awaketishe pamoja na wakuu. Pokea kasi hiyo, pokea huo wepesi, litegemeze kwa roho ya wepesi. Bwana, ulitegemeze kwa roho ya wepesi. Bwana, mahali hapo ulipo, omba pamoja na mimi. Bwana, nitegemeze kwa roho ya wepesi. Anza kuandika mambo ambayo tangu Januari umeyapanga na hujaweza kuyafanyia kazi. Yaandike katika prayer zone ya leo ambayo imeangukia tarehe 1 mwezi wa 10. Inuka mtu wa Mungu. Wale wakoma akasema, tumekaa hapa vya kutosha, tukikaa hapa tutakufa, bora tuinuke tuliendee jeshi la Washami. Inuka. Kila aliyeinuka Bwana alienda pamoja naye. Kila aliyeinuka Bwana alienda pamoja naye. Inuka mtu wa Mungu, inuka kalitendee kazi wazo ambalo Mungu ameweka ndani yako. Hilo wazo ambalo Mungu ameweka ndani yako ndilo litakalobadilisha maisha yako. Hilo wazo ambalo liko ndani yako, hata kama watu wamelipinga, lakini kama ndani yako unaamini, hilo wazo litabadilisha maisha yako. Maisha yako yatabadilika kutokea ndani. Vile unavyojiona nafsini mwako ndivyo ulivyo, lakini roho nzito inakuwa inakutuliza kila siku ili usipige hatua. Roho nzito inakutuliza kila siku usiende hatua nyingine. Bwana amenituma leo niachilie neno hili kwako kwamba inuka katika jina la Yesu. Inuka mwezi wa 10. Mwezi wa 10 ni mwezi wa ukamilifu. Inuka mwezi wa 10. Nenda ukafanye kile ambacho Bwana amekutuma. Nenda ukafanye kile ambacho umekipanga. Acha kuangalia mtaji, acha kuangalia vizuizi. Angalia Mungu uliye naye. Atafanya njia mahali pasipo na njia.
ataachilia mito ya maji jangwani. Atatengeneza mambo yale ambayo jicho halijapata kuona na masikio hayajapata kusikia. Huyu ni Mungu ambaye aliwaongoza wana wa Israeli. Baada ya kukuachilia kashi, ombi la pili au baraka ya pili, omba uongozi wa Mungu. Mungu akuongoze. Bwana aongoze hatua zako, maana anayo kawaida ya kuongoza watu wake. Aliwaongoza wana wa Israeli kwa nguzo ya moto. Aliwaongoza wana wa Israeli kwa nguzo ya moto usiku na kwa nguzo ya wingu mchana. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 13 mstari wa 21. Neno la Bwana linasema, Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Haleluya! Ni Mungu ambaye anataka watu wake waendelee mbele bila kupotea. Na anafanya nini? Anaweka nguzo ya wingu mchana, nguzo ya wingu mchana ili kuwaongoza, nguzo ya moto usiku ili kuwapa nuru, ili waweze kusafiri mchana na usiku. Kwa nini mchana na usiku? Ili wafike haraka kule wanakokwenda. Ni mpango wa Mungu utembee kuelekea kwenye maono. Ni mpango wa Mungu utembee kuelekea kwenye kesho yako. Malalamiko na manunguniko havitakusaidia. Umelalamikia serikali, umelalamikia ndugu, umelalamikia mchungaji, umelalamikia kanisa. Mtu peke yake ambaye hujawahi kumlalamikia ni wewe mwenyewe. No one is responsible for your life. You are responsible for your life. Inuka kwa kumtegemea na kumtarajia Mungu. Anza kutembea, anza kusonga mbele. Omba uongozi wa Mungu, omba uwezesho wa kimungu. Mungu atembee na wewe. Bwana aongoze hatua zako. Hatua zako ziongozwe na Bwana mchana na usiku. Mahali kokote unakokwenda, tamani kuongozwa na mafuta, tamani kuongozwa na Roho Mtakatifu, tamani kuongozwa na neno la Mungu. Biblia inasema ya kwamba aliongoza watu wake kwa nguzo ya moto usiku ili kuwapa nuru. Mungu hata leo anatamani akuongoze kwenye hiyo kazi. Anatamani akuongoze kwenye huo uchumi. Anatamani akuongoze kwenye hiyo biashara. Mungu hata sasa anatamani kukuongoza. Yuko tayari aongoze hatua zako. Yuko tayari aongoze maisha yako. Lakini hujamshirikisha. Ndio maana tunapoanza mwezi wa 10 tumwambie Bwana, tunataka kuongozwa na wewe. Tunataka kuongozwa na wewe. Mungu, ninataka kuongozwa nawe. Niongoze safarini, mbele unichukue. Ongoza maisha yangu. Nataka kuongozwa na wewe Bwana. Uongozwe na wewe. Niongozwe na wewe. Maana Mungu akikuongoza unakuwa na bahati nzuri. Atakuongoza vizuri. Maana najua njia unayopaswa kuiendea. Sema nitakushauri na kukuonyesha njia unayopaswa kukuendea. Hata ishetu kukushauri na kukuonyesha njia unayopaswa kukuendea. Anasema nitakuongoza. Jicho langu likikutazama. Anatazama njia unayoendea. Akisha kukushauri, anaitazama njia unayoendea. Bwana anaitazama njia unayoendea. Na anasema ya kwamba atakushauri na kukuongoza katika hiyo njia unayoendea. Bwana atatembea na wewe kama alivyotembea na watu wake Israeli. Bwana atatembea na wewe njiani. Mwezi wa 10, omba kuongozwa na Bwana. Omba kuongozwa na Bwana. Bwana yeye hapotei njia. Anajua kusudi la kuumbwa kwako. Anajua kwa nini alikufanya uwepo. Mwezi wa 10, neema ya kuongozwa na Bwana. Bwana, uongoze hatua zangu. Umwambie Mungu aongoze hatua zako. Hatua zako ziongozwe na Bwana mchana na usiku.
uongozwe na Bwana. Haleluya. Mwezi wa 10, baraka ya pili iwe baraka ya kuongozwa na Bwana. Mruhusu Mungu akuongoze. Mruhusu Mungu aongoze. Soma neno la Bwana, liwe dira yako. Neno la Bwana liwe kioo chako. Tafakari mchana na usiku, ndipo utakapofanikiwa, tena utafanikiwa sana. Soma neno la Bwana, litafakari neno la Mungu, ndipo utakapofanikiwa, tena ndipo utakapofanikiwa sana katika njia zako. Na jambo la tatu ambalo natamani tumwombe Mungu pamoja nawe katika prayer zone ya leo ni kumsihi Mungu kwa habari ya kuinua mioyo ya watu, kama alivyoinua moyo wa Koreshi katika kitabu cha Ezra sura ya 1. Maandiko yanasema, ikawa katika mwaka wa 1 wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wote akiandika. Bwana ni Mungu anayeamsha roho za watu. Maisha yako yanaweza kuwa hivyo yalivyo kwa sababu kuna mioyo ya watu ambao ilipaswa kuamshwa, haijamshwa. Huyu Koreshi alikuwa ni mfalme wa Uajemi, ambaye huyu alikuwa amewateka Wayahudi. Wayahudi ni watumwa wake. Kwa hiyo miaka yote 70 watu hawa ni watumwa, wako chini yake. Lakini Biblia inasema majira na wakati ulipofika, Mungu mwenyewe kwa uweza wake akamwamsha roho yake Koreshi. Roho yake Koreshi ilipoamka, akajikuta anatamani kujenga hekalu la Mungu wa Wayahudi, Mungu wa Israeli, lililoko Jerusalemu. Moyo wa Koreshi uliamshwa na Bwana. Maisha yako huenda yako hivyo yalivyo kwa sababu kuna mtu ambaye alipaswa moyo wake uamshwe, roho yake iamshwe. Roho yake ingeamshwa, akainuka, akakumbuka kwa habari yako. Baraka za Mungu zinatoka kwa Mungu, zinashuka kwa watu ili ziwafikie watu. Bahati mbaya, baraka zako zinaweza zikashuka kutoka kwa Mungu, zikatua kwa mjomba, zikatua kwa mwanafunzi mliosoma na wewe, zikatua kwa mtu fulani. Lakini hizo baraka zikitua, zinahitaji maombi ya mtu ili mtu huyu amshwe moyo. Anaandika Danieli, anasema, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nikatambua majira ya kukaa katika utumwa yamefika, yameisha. Kwa hiyo akaanza kufanya maombi, na vile anavyofanya maombi, Danieli, moyo wa Koreshi ukawa unaamka. Kwenye prayer zone ya leo, ninatamani tumwambie Mungu, Mungu amsha roho za watu mahali popote ambapo ziko baraka zangu. Yes. Rabosaka ya ntarabokoria. Kuna baraka zako mahali, mtu wa Mungu. Kuna neema yako mahali, mtu wa Mungu. Kuna mtu ambaye anatakiwa kutaje mahali, kama yule mfungwa ambaye Yusufu alimuomba akamtaje kwa Farao, lakini alipofika kwenye raha akamsahau. Wako watu ulisoma nao shule ya msingi, wako watu ulisoma nao shule ya sekondari, wako watu ulisoma nao chuo, na hao watu wanapaswa kuamshwa mioyo yao wakukumbuke. Hao watu wanapaswa kuamshwa mioyo yao wakukumbuke. Wako ndugu, wako marafiki, wako jamaa ambao Mungu anapaswa amshe mioyo yao, ili mioyo yao ikishamka wakukumbuke na maisha yako yaweze kubadilika. Baraka za Mungu zinatoka juu, zinakuja kwa watu, lakini watu kwa kawaida ni watoyo. Watu kwa kawaida ni watu wa kujirimbikizia mali. Watu wa kawaida wanapenda hata visivyokuwa vya kwao vibaki kwao. Ndiposa solution ni kumwambia Bwana, amsha roho zao. Mungu uliamsha moyo wa Koreshi
ili ainuke na kujenga hekalu Yerusalemu. Bwana, amsha moyo wa mtu yeyote mwenye baraka za mtazamaji wangu huyu. Yes. Unaweza kainua mikono yako namna hii katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ameinua mikono yake. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna umbali. Ninatamka ya kwamba mibaraka yote ambayo Bwana wa majeshi ulikusudia juu ya mtu huyu na imepita kwa watu wengine, mibaraka ya ajira, mibaraka ya kazi, mibaraka ya afya, mibaraka ya ndoa, mibaraka ya huduma, mibaraka ya kukua kiroho, mibaraka ya aina zote ambayo Bwana iko kwa mtu awaye yote kwa ajili ya mtazamaji wangu huyu anayenitazama hapo Kagera, ananitazama hapo Mbeya, ananitazama hapo Dar es Salaam, ananitazama hapo Zanzibari, ananitazama mahali popote ambapo habari Mbalum Television inasikika, inatazamwa. Ninatamka ya kwamba mioyo ya watu iamke. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Ndio mwezi wa 10 na amsha mioyo ya watu. Ninaamsha mioyo ya watu waliobeba baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Mioyo ya watu waliobeba baraka zako mahali popote pale walipo. Mungu aliyeamsha moyo wa Koreshi, aliyekuwa Mwajemi, akajisikia kujenga hekalu Yerusalemu. Mungu huyo amshe mioyo ya watu wote wanaokuhusu kila mahali walipo, na amsha mioyo yao. Thank you Jesus. Ndio Bwana. Wataje kwa majina, wataje kwa majina unaowajua, wataje kwa majina unaowajua. Ninaamsha mioyo ya watu, naamsha mioyo kwa jina la Yesu. Mahali popote ambapo baraka zako ziko, mahali popote ambapo baraka zako zimefichwa, mahali popote ambapo majibu ya matatizo yako yapo, ninaamsha mioyo wakutafute. Simu yako ikapokea habari njema kwa jina la Yesu. Habari njema, ukapokea habari njema. Yes Lord. Simu yako ikapokea habari njema, majibu ya maombi yako, majibu ya maswali yako yanaachiliwa mwezi wa 10 katika jina la Yesu. Natamka neema, natamka rehema, natamka baraka. Majibu yako yaachiliwe mwezi wa 10. Nuru na mwangaza wa mbingu uangazie maisha yako unapouanza mwezi huu. Nuru iangazie maisha yako. Mibaraka ya Mungu aliye juu iachiliwe kwenye maisha yako. Ninakubariki katika jina la Yesu. Nuru ya mbinguni juu iangazie maisha yako. Mioyo yao iamke. Yes Lord. Endelea kuamsha mioyo ya watu. Mungu tayari baraka zako alishaziachilia. Ziko mahali zimetulia. Inahitajika maombi ya kuamsha mioyo ya watu. Huyu Mungu aliyeuamsha moyo wa Koreshi, mfalme wa Uajemi, ana uwezo wa kuamsha moyo wa mtu awaye yote anayehusika. Ana uwezo wa kushawishi. Sikiliza, Yesu alituambia Roho Mtakatifu ni roho ambaye atashuhudia ulimwengu kwa habari ya haki. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kushawishi watu. Mungu, shawishi watu. Kwa wewe mfanya biashara, unamwambia Bwana, amsha mioyo, amsha roho zao kuja kwenye bidhaa zangu, amsha roho zao kuja kwenye biashara yangu, amsha roho zao, na Mungu anayejibu maombi atakujibu. Amsha mioyo yao Bwana kuja kwenye huduma yangu. Amsha mioyo Bwana ya watazamaji kutoa sadaka kwa ajili ya kipindi hiki, kutoa sadaka kwa ajili ya television hii. Bwana, amsha mioyo yao katika jina la Yesu. Nisikilize mpendwa mtazamaji wangu, unapoomba kuamsha mioyo ya watu,
Mungu amshe mioyo ya watu kwa ajili yako, na wewe Mungu amshe moyo wako kwa ajili ya wengine. Usiwanyime watu mema yaliyoko kwenye mkono wako, mema ambayo Mungu ameweka kwenye mkono wako kwa ajili ya watu wengine. Fanyika muujiza kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Kipimo kile upimacho ndicho utakachopimiwa. Kipimo kile unachopimia ndicho unachopimiwa. Ndio unatamani watu fulani kutengeneza connection nao, unatamani kufanya link na watu fulani, lakini wewe wanaotamani kulinki na wewe upokei simu za watu wanaotamani kuja kujifunza kwako, haupokei simu zao, haujibu meseji zao. Na kuna watu nao watamani kujiungamanisha nao, na wewe watafanya vile vile, maana kipimo kile upimacho ndicho utakachopimiwa. Unapoomba Mungu aamshe mioyo ya watu kwa ajili yako, hakikisha na wewe moyo wako unaamka kwa ajili ya watu wengine. Moyo wako uamke kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya watu wengine. Yale mema yote yaliyoko kwenye mikono yako usiwanyime watu. Mema yaliyoko kwenye mikono yako wape wengine. Wala usimwambie mtu nenda alafu rudi, ikiwa hayo mema yako kwenye mikono yako. Tamani kusikia neno ubarikiwe kwa watu wengi kadri iwezekanavyo. Na neno ubarikiwe hariji vivi hivi, linakuja kwa kugusa mioyo yao, kwa kugusa maisha yao. Mwezi wa 10 Bwana anapoinua mioyo ya watu kwa ajili yako, na Mungu ainue moyo wako kwa ajili ya watu wengine. Bwana tusaidie mwezi wa 10 tuinuke kuwasaidia wengine. Mwezi wa 10 tuinuke kufanya kwa ajili ya wengine. Tukifanya kwa ajili ya wengine, na Mungu atafanya kwa ajili ya kwetu. Sema amen, haleluya. Sema amen, haleluya. Mwezi wa 10, angalia nguo nzuri ambazo zimekwisha kubana. Usianze kusema kuna siku nitapungua. Haturudi kukua nyuma. Growth is irreversible. Growth is irreversible. Kukua hakurudi kinyume. Tukikua tumekuwa moja kwa moja. Kwa nguo hizo zilizokubana, hebu nenda kawafanye wengine baraka. Tamani kufanyika baraka. Hayo ndio maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyosema, heri kutoa kuliko kupokea. Acha nimalizie baraka ya mwisho ya mwezi wa 10. Baada hapo niweze kupokea simu yako na tuombe pamoja na wewe mubashara kabisa katika mwezi huu wa 10. Niweze kutamka mibaraka kwa ajili yako mpendwa mtazamaji. Nimebahatika sana kusimama siku ya leo tunapouanza mwezi wa 10. Nina uhakika kabisa kwamba Bwana imempendeza niweze kuachilia baraka kwa ajili yako mpendwa mtazamaji wetu. Jambo la 4 na la mwisho kwa siku ya leo, ambayo ni baraka ambayo natamani Bwana akupe katika mwezi wa 10, ni baraka ya kibali. Bwana akupe kibali. Bwana akupe kupendelewa. Bwana ainue upendeleo kwa ajili yako. Kwenye kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 35 na 36. Neno la Bwana linasema, wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelea na Wamisri, hata wakawapa kawajalia wana wa Israeli kibali, ambacho kwa kibali hicho
Biblia inasema kila walichokitaka kwa Wamisri wakapewa, kila walichokihitaji kwa Wamisri wakapewa. Bwana akawajalia, oh thank you Holy Spirit, akawajalia kupendelewa, akawajalia kibali. Watu hawa wakawateka nyara wa Misri. Mungu huyu bado yungaripo hata sasa. Ni Mungu ambaye anaachilia kibali. Kibali kinakuja kwa kuomba, kama akina Esther walivyoomba siku 3, wakafunga wakaomba, na maandiko yanasema Bwana akaachilia kibali, akawapa kupendelewa. Binti huyu alipoenda kusimama mbele ya mfalme akapata kibali machoni pa mfalme. Kibali huja kwa kuomba, lakini kibali kinakuja pia kwa kutenda mema. Mwanzo 4:7, Mungu alimwambia Kaini, mbona umekasirika na uso wako umekunjamana? Ukitenda vyema, je, hautapata kibali? Kwa kibali kinakuja kwa kutenda vyema. Ndio maana unapoomba kibali ukumbuke kupalilia kibali. Kibali kinakuja kwa kutenda vyema. Kutenda vyema ni pamoja na kuvaa vizuri. Kutenda vyema ni pamoja na kuchana nywele zako vizuri. Kutenda vyema ni pamoja na kuhakikisha kwamba unakuwa smart. Kutenda vyema ni pamoja na kuwahi ibada, kuwahi kazini. Kutenda vyema ni pamoja na kufanya yaliyo mema. Unapotenda mema, maandiko yanasema ukitenda vyema, je, hautapata kibali? Mwezi wa 10, Mungu akujalie kutenda vyema. Mahali popote ambapo ulikuwa unafanya shagara bagara, hovyo hovyo, jitambulishe, jitanabaishe, fanya kwa uzuri. Kwa kawaida Mungu haushiki na vitu vya hovyo hovyo, maana vitu vya hovyo hovyo vinaaibisha, na Mungu ni mtakatifu. Kila cha Mungu ni kikamilifu. Kwa hivyo vyote vya hovyo hovyo Bwana hapendezwi navyo. Yaani unapopika maandazi, unapopanga duka lako hovyo hovyo, unapofanya huduma yako hovyo hovyo, unakwenda kuhudumu hovyo hovyo, hovyo hovyo, umeheshimiwa, umepewa kuhubiri, unaibuka na hovyo hovyo, nguo imejaa maandishi, nguo chafu, hujanyosha. Yani bunge lina heshima, na kuna mavazi upaswa kuvaa bungeni, lakini wewe yanayokatazwa bungeni unayavaa, tena siku ya kuhubiri, alafu unategemea upate kibali. Bwana nijalie mimi, Bwana nijalie mimi kutenda vyema, maana ukitenda vyema ni lazima utapata kibali. Mwezi wa 10, tamani kutenda vyema. Kibali cha Mungu kipo tayari. Kibali cha Mungu kiko tayari kukusaidia. Kibali cha Mungu kiko tayari kukuvusha. Kibali cha Mungu kipo tayari kukupa hatua nyingine, lakini kinachotakiwa ni kutenda vyema. Ukitenda vyema, je, hautapata kibali? Mpendwa wangu mtazamaji, ni wakati mwingine tena natamani sasa niombe pamoja nawe moja kwa moja kutoka hapa studio. Niombe pamoja nawe. Nimezungumza habari hizi za mibaraka katika mwezi wa 10. Nami nimekubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana akubarikie katika mwezi huu wa 10. Mibaraka ya Mungu iwe juu yako katika jina la Yesu aliye hai. Unaweza sasa kupiga simu yako. Piga simu yako sasa. Naona namba zinatembea hapo kwenye screen. Piga simu yako na tuweze kuomba pamoja nawe kama ilivyo kawaida katika vipindi vyetu vya Prayer Zone. Prayer Zone haikamiliki bila kupokea simu yako na kuomba pamoja nawe. Ninaamini umepokea baraka za mwezi wa 10. Piga simu yako. Ndio, piga simu yako na tutakwenda kuomba pamoja na wewe. Neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa kwa wote. Piga simu yako sasa tuweze kuomba pamoja na wewe. Na unaweza kupiga 0752 35 21 16. 0752 35 21 16. Piga simu hiyo sasa tuweze kuomba pamoja nawe. Ni mibaraka ya mwezi wa 10. Mtazamaji yupo hewani. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi. Naam. Mimi nimesikia kipindi sasa hivi kuhusu
kuhusu baraka za mwezi wa 10 nimekusikia sasa hivi. Ndio. Kwa hiyo nilikuwa na mimi visikose uniombee pia. Haleluya. Amina. Tumezungumza habari ya Mungu